Karibu, hii ni Tanganyika TV na Tanganyika FM. Jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu tukupatie habari kubwa za dunia zilizotikisa habari leo, ikiwa ni pamoja na taarifa kutokea huko nchini Burkina Faso kuhusu kuponea chupuchupu kupinduliwa kwa rais wa nchi hiyo Ibrahim Traore. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imezuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Captain Ibrahim Traore, ambapo inadai kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya nchi hiyo ya Ivory Coast. Waziri wa usalama Mohamed Sana alisema kuwa jaribio hilo la mapinduzi liliongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Alisema kuwa mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, alisema, ilikuwa ni kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Alitoa kauli hiyo kupitia televisheni ya taifa siku ya Jumatatu. Captain Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba 2022, akimwondoa Kanari Paul Henri Damiba aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama, lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo. Traore akiwa na umri wa miaka 34 wakati huo, alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Tofauti na watangulizi wake, Traore alipokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu kubwa ya wananchi, hasa vijana walimuona kama mzalendo na mkombozi. Aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa na kuongeza juhudi za kijeshi kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri. Tangu alipochukua madaraka, amejitahidi kuimarisha jeshi, kubadilisha mikakati ya kiusalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Urusi, huku akikata uhusiano wa karibu na Ufaransa, hatua ambayo imepokelewa kwa hisia mseto kimataifa, lakini kwa kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa taifa hilo la Burkina Faso. Lakini pia katika maendeleo ya kawaida ndani ya nchi, kuanzia miundombinu mpaka huduma mbalimbali, kwa miaka miwili kuna tofauti kubwa. Akijitahidi pia kuinua sekta ya kiuchumi ikiwemo kilimo iliyokuwa imedorora kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyovaa kijeshi, kutembea na silaha kiunoni na kusalimiana kwa kukunja ngumi, yani tano, kunamweka kuwa kiongozi wa kipekee barani Afrika. Burkina Faso imepitia misukosuko mingi ya kisiasa tangu uhuru wake mwaka 1960, ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya mara kwa mara. Moja ya mapinduzi yanayokumbuka zaidi ni yale ya mwaka 1983 yaliyomweka madarakani Thomas Sankara, ambaye aliuawa miaka 4 baadaye na rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré, aliyeitawala nchi hadi alipoondolewa mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa ya wananchi. Kwa sasa nchi iko katika hali ngumu ya kiusalama, ikiwa ni mojawapo ya mataifa yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya kijihadi. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya eneo la nchi hiyo limo nje ya udhibiti wa serikali. Katika njama ya hivi karibuni ya kumpindua Traore, ambayo ilipangwa kufanyika tarehe 16 Aprili 2025, Waziri Sana alisema kuwa wapanga njama walijaribu kutumia viongozi wa dini na wa mila kushawishi maafisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo. Alieleza kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa nje ya nchi, viko Ivory Coast, akiwasema maafisa wawili wa zamani wa jeshi kuwa ndio waliokuwa wakiongoza njama hiyo. Waziri huyo pia alidai kuwa taarifa nyeti zilifichuliwa kwa magaidi ili kusaidia mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi, na hivyo kuchochea ghasia dhidi ya serikali ya kijeshi. Wiki iliyopita wanajeshi kadhaa, akiwemo maafisa wawili, walikamatwa kwa tuhuma za kupanga njama za kuvuruga utawala. Ivory Coast bado haijatoa kauli kuhusu madai haya, lakini serikali ya Burkina Faso imekuwa ikilaumu mara kwa mara nchi hiyo jirani kwa kuhifadhi wapinzani wake walioko uhamishoni. Madai hayo mapya yanakuja miezi michache tu baada ya serikali kusema ilizima jaribio lingine la kuvuruga utawala mwezi Novemba mwaka jana. Burkina Faso pamoja na Mali na Niger, ambazo zote zinatawaliwa na serikali za kijeshi,
zimeng'atuka kutoka jumuiya ya kikanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa kikanda. Vile vile zimekata mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu na Urusi. Pamoja na mengine, zimekuwa zikikumbwa na changamoto za kiusalama mara kadhaa na majaribio ya mapinduzi. Kapteni Traore alimpindua Luteni Kanali Paul Henri Damiba tarehe 30 Septemba 2022, ikiwa ni mapinduzi ya pili ya kijeshi mwaka mmoja ambayo yaliweza kupunguza kasi ya mpito kuelekea utawala wa kiraia. Traore alianza kazi yake ya kijeshi mwaka 2009 na amehudumu katika vikosi mbalimbali mashariki na kaskazini mwa nchi hiyo ya Burkina Faso. Alikuwa miongoni mwa kundi la wanajeshi waliounga mkono mapinduzi ya Damiba ya Januari 24 dhidi ya rais aliyechaguliwa kidemokrasia, Rais Roch Marc Kabore. Hata hivyo, miezi 8 baadaye mgawanyiko iliibuka katika serikali kuu inayojulikana kama Vuguvugu la Patriotic for Preservation and Restoration MPCR. Mbinu mbalimbali zilizotumiwa na utawala wa muda wa kijeshi wa Kanali Damiba, ikiwa ni pamoja na mageuzi kwa jeshi linalounga mkono jeshi la kujilinda, uteuzi wa magavana wa kijeshi katika maeneo yenye ghasia na kuongezeka kwa operesheni kaskazini na mashariki, zilishindwa kuzuia mashambulizi mabaya ya wanamgambo dhidi ya raia na usalama. Kulingana na wachambuzi wa data za migogoro Acred Info, Burkina Faso ilichukua nafasi ya nchi jirani ya Mali kama kitovu cha ghasia za wanamgambo mwaka 2022 na kusababisha maandamano ya kumtaka Damiba ajiuzuru. Wakati mapinduzi ya kijeshi yalikuwa ya kushangaza, jeshi la Burkina Faso kwa muda mrefu limekuwa na hali ya kutoaminiana na kutoridhika tangu mapinduzi yaliyoshindwa ya mwaka 2015 ambayo yalisababisha kusambaratishwa kwa jeshi la wasomi. Maadili ya vikosi vya usalama yameathiriwa zaidi na mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi na mazingira duni ya kazi, hasa katika maeneo ya mipakani yenye hali tete. Mara tu baada ya kunyakua madaraka kwa Kapteni Traore, vita vya maeneo vilianza kati ya kikundi chake na kile cha Damiba na kuzua hofu ya mzozo mkali wa madaraka. Kujiuzuru kwa Damiba tarehe 2 Oktoba 2022 kulimweka Traore kuwa msimamizi wa jeshi lililogawanyika linalojitahidi kukabiliana na uasi wa kikatili ambao ulikuwa ukiendelea kuyumbisha sehemu kubwa ya Burkina Faso na Sahel pana. Traore alijiunga na jeshi mwaka 2009 na kupata cheo chake cha kwanza miaka 2 baadaye. Pia alichukua mafunzo ya upigaji risasi nchini Morocco. Kisha alihamishiwa katika kikosi cha silaha huko Kaya katika mkoa wa Kati Kaskazini. Alipandishwa cheo hadi kuwa luteni mwaka wa 2014. Traore baadaye alihudumu katika ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali, unaojulikana kwa ufupi kwa lugha ya Kifaransa kuwa MINUSMA, na inasemekana kuwa alikuwa miongoni mwa walinda amani ambao walionyesha ushujaa kukabiliana na shambulio tata la wanamgambo katika mkoa wa Timbuktu kaskazini mwa Burkina Faso Aprili 2018. Mnamo 2019 Traore pia alishiriki katika operesheni ya kijeshi iliyopewa jina la Otupuan mashariki mwa Burkina Faso iliyosababisha utulivu kwa miezi 7. Pia alihudumu katika kikosi cha Malkoy kaskazini mwa mkoa wa Sahel na kushiriki katika operesheni kadhaa kaskazini mwa nchi hiyo. Mnamo mwaka 2020, Kapteni Traore alipandishwa cheo na kuwa captain. Tangu Machi, Traore amekuwa mkuu wa kikosi cha silaha kilichoko Kaya huko Burkina Faso. Ibrahim Traore alielezea sababu za kuamua kumpindua Luteni Kanali Damiba ni pamoja na kushindwa kukabiliana na waasi. Kadhalika alitangaza kuwa mipaka imefungwa kwa muda usiojulikana na shughuli zote za kisiasa zilisimamishwa. Wanajeshi wa Damiba walipindua serikali iliyochaguliwa mnamo Januari, wakiishutumu serikali kushindwa kudhibiti mashambulio ya wapiganaji wenye itikadi kali za Kiislamu. Na huo ndio mwisho wa habari kubwa za ulimwengu leo kutoka hapa Tanganyika TV na Tanganyika FM. Jina langu ni Erasto Mashauri. Kwa habari zaidi, endelea kukaa karibu nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye Facebook pamoja na YouTube tupate kama Tanganyika TV. Kazi yetu ni habari, tutahakikisha tunakupa habari zote kubwa kutoka kila kona ya dunia.
Habari kutoka DRC kuhusu mzozo uliopo mashariki mwa nchi hiyo kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi, hasa kundi la M23, pamoja na habari nyingine zote kutoka kila kona ya dunia. Hii ni Tanganyika TV na Tanganyika FM. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.